nitairithi mbingu. Hapo basi tumkaribishe mtumishi wa Mungu aweze kutufungulia shughuli yetu hii, ratiba yetu hii. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amani. Amen. Lazima tuwe na amani, sababu hata katika Biblia imesema ni jambo jema kufanya mambo kama haya kwa ajili ya kupongezana pale ambapo kuna stahili kufanya hivyo, kwa sababu ni mambo yanayotokea sio kwa mara zote, bali ni kwa nafasi chache ambazo wengi wanazipata. Bwana Yesu asifiwe. Binafsi neno ambalo tutatumia kufungulia shughuli yetu hii na itakuwa ni ile pia la kusaidia kuwasa wenzetu hawa au na kuwatia moyo. Kutoka kwenye sehemu waliopita tumesikia kwamba wanapongezwa. Tunajua hata kupongezwa kuna mambo mbalimbali. Kupongezwa ni kwa sababu kuna hatua moja umevuka kwenda hatua nyingine, au kuna hatua pia moja hapo ambayo umeipita. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wana Biblia au kwenye simu Biblia kama hii, tukisoma Mithali sura ile ya 4, tutasoma kuanzia mstari ule kuanzia mstari ule wa 6 hadi mstari michache tutaisoma, lakini kuna kini ambacho tutakipata katika mistari hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema katika tutatangulia mstari mmoja, mstari wa 13, unasema mkamate sana elimu, usimwache ende zake, mshike maana yeye ni uzima wako. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili lilizungumzwa miaka iliyopita, miaka zaidi ya 2000 iliyopita, wakati Mungu anazungumza na Suleimani kumpa hekima za kuzungumza na sisi wanadamu. Aligusia kitu kwenye eneo la elimu. Kipindi hicho hata wasomi ambao ni wengi kama sasa hivi hawakuepo. Kuna wengine hata walikuwa waelewi kwamba maana hii neno lina maana gani. Hawakuepo wanaoweza kufikiria hivyo, na wengine hawakujua hivyo. Lakini yeye anasema mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Ukianza kusoma juu kule anaanza kusema mwanangu, shika sana ama usia ninayokupa. Shika sana hiki ninachokuelekeza, kwa sababu katika elimu ndio kuna maarifa ambayo utayapata. Na hii haihusishi tu kwa hao ambao wanamaliza, ambao tunawapongeza, ambao wanapiga hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Maanisha hata mimi na wewe katika ile elimu yako ambayo umeisoma inasaidia nini jamii, inaleta faida gani katika jamii. Hawa tunawapongeza kwa nafasi zile ambazo wamefikia. Wengine wamemaliza, labda wengine ndio wanakaribia kwenda katika level nyingine. Lakini mwisho wa siku kuna neno moja linasema kwamba elimu haina mwisho. Maana hata kama umefika sehemu bado kuna sehemu nyingine unaendelea kutamani kufika. Hata sisi hapa tuliopo hapa, hizo elimu zetu tulizosoma kwa level ile ambayo tumeshaisoma katika wakati tunasoma, je, tunaitumia vipi? Leo tunaposikia kwamba mkamate sana elimu, usimwache. Wewe kile ulichosoma wakati unasoma, je, mpaka sasa hivi unakitendea kazi katika maisha yako? Jamii inayokuzunguka kwenye hicho ulichosoma inanufaika nacho? Haijalishi umeishia darasa la 7, umeishia form 4, umeishia form ngapi, hicho ulichosoma kinakunufaisha, kinanufaisha jamii. Ndio maana neno linasema kwamba mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Lakini katika kusoma nikigeukia ndugu zangu hapa, na katika level mmefika za kielimu, bado kitu kikubwa ambacho mnatakiwa msikiache ni Mungu. Tunajua sasa hivi elimu zipo na mambo mengi hapo yanayoelimisha ambayo ni mapotofu kabisa katika jamii. Lakini mkimshika Mungu na kumsikiliza anachotaka kuzungumza nini katika ulimwengu huu, basi mtakuwa ni walimu wema kwa kizazi kinachotuzunguka. Mtakuwa ni walimu wazuri sana. Na kumtegemea Mungu katika masomo, katika level yote ile. Unajua kuna watu ambao wamefaulu, wamepata nafasi ya kufaulu. Wamesoma faulu bila hata kumjua Mungu wao kufanya nini, wamefaulu. Lakini njoo uje baadaye uangalie matokeo yao. Ni tofauti na yule mtu ambaye toka mwanzoni anasoma lakini tegemeo lake liko kwa Mungu. Na kila hatua anayofika anamtegemea Mungu. Matokeo yake ni tofauti na mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wenyewe mimi ni kijana kama mlivyo wenyewe vijana, ingawa mimi nazidi umri. Najua nazungumza kitu gani. Hata katika pita zangu katika kupata elimu hapa na pale, kuna kipindi unajua kabisa ni hapa ni Mungu aliyenivusha. Katika asilimia kubwa ya wengi waliofeli, lakini unajikuta wewe umefaulu. Sio kwa sababu
wewe una akili kuliko wale. Kuna wakati hakikisha unaamini kabisa kwamba hapa ni Mungu tu ndio aliyenifanyia wepesi wa kutoka katika level moja kwenda level nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukajikweza ukajiona kwamba ni akili zako. Hapana, wangapi ambao wana akili kuzidi wewe, lakini umesoma nao, wengine wamefeli. Hamjui kuona mtu ana akili za kwanza, ana akili form 4, ana akili, lakini mwisho wa mtihani wa mwisho amefeli. Bwana Yesu asifiwe. Unapopata neema hii ya kumshukuru Mungu, mshukuru Mungu tu kwa sababu amekutendea mambo makuu, lakini usimsahau Mungu hata kidogo katika njia zako, katika masomo yako. Mtegemee kama ulivyo mtegemee. Kama ulivyo mshirikishe, endelea kumshirikisha hivyo, na mwisho wa siku elimu yako ikanufaishe wanaokuzunguka, jamii na hata taifa kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili hata maneno machache haya Bwana ambayo umepanga ya kusudio kwamba jioni ya leo yaweze kuzungumzwa katika hafla hii fupi ya kupongeza ndugu zetu wamefikia hatua ambayo Mungu umeipanga wao kufika. Na leo hapo wanakushukuru, mioyo yao imejaa furaha kwa sababu wanaamini kabisa haya yote uliowatendea yametoka kwako na ni mkono wako ulioyafanya yote. Nikuombe Mungu kwamba ulinzi wako ukaendelee kuonekana katika shughuli yetu hii, na wewe Mungu ukaonekane kwenye kila kitu kinachofanyika mahali hapa. Utukufu ukabaki kuwa ni wako. Asante kwa kuwa tunaamini utakuwa pamoja nasi tunapoanza na tutakapomaliza. Naomba yote katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Kama walivyolisikia, kama hawaja katika elimu yao kwa mahali walikofika, kama hawajaenda kutoa sadaka, basi wataendelea kujiandaa kwa ajili ya kwenda kutoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa wakati huu nimkaribishe yule aliyeandaliwa kwa ajili ya utambulisho. Karibu kwa ajili ya utambulisho, tuweze kwenda na mambo yetu kwa muda, wakati mzuri tu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pekee na mimi niko mbele zenu kwa ajili ya shukrani kwa mahudhurio, kwa jinsi mlivyokuja, mmetukimbilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sipoteze muda wenu, nitambulishe kwa ufupi sana. Na kama kuna mtu mtamsahau atamsamehe, lakini kwa ufupi sana kwa sababu kitu chenyewe ni kidogo. Tutakapofanya hivyo. Kwanza kabisa natambulisha wale huko mbele yenu kwanza kabla ya yote. Nianze na mdogo mkubwa. Mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi aliyoko upande wa kulia kwangu anaitwa Jian Beza Kimara. Yeye amemaliza darasa la 7. Kwa hiyo ana hatua nyingine ya kuendelea. Naomba usimame wapungie. Aliyopo kushoto kwangu anaitwa Baraka Ibrahim. Yeye amemaliza form 4. Bado ana hatua nyingine pia. Pale kidogo kuna mapacha kidogo, lakini wamepishana mwezi. Sababu najua wamepishana miezi. Kwa hiyo mdogo ndio tutamwanza. Aliyoko tena kulia kwangu anaitwa Janet Malisa. Yeye amemaliza chuo kikuu pale IFM. Naomba uwasalimie. Anayefuata ni dada yao anaitwa Emi Edeneza. Yeye amemaliza pale Tengero Institute. Karibu wapungie. Ile makofi ya utatu sasa nayo ni Bwana Yesu. Kwa pekee kabisa sasa tutambulishe mtu mmoja muhimu sana ambaye alitutoa katika matongotongo kule kijijini akatuleta hapa mjini kwa kukimbilia kama hawa. Naye sio mwingine, anaitwa jina lake nalisahau anaitwa Winia Eli Ansotiona Mara. Pia kuna mwingine ambaye ni mshauri wetu pia. Alikuwa na mshauri huyo, mchukue lete. Naye sio mwingine, anaitwa Bwana Hapson Julius Mara. Simama tukuone.
nikaribishe sasa wazazi wa watoto. Nikianza mdogo tena. Nikaribishe baba na mama wa mtoto wetu Jia. Popote walipo naomba simame. Haya, nikaribishe baba na mama wa Baraka. Ni wajomba. Kwa hiyo mama yake na baba yake wamewaruhusu. Hawa ni kama baba zake wakubwa na mama yake wakubwa. Kwa hiyo hawa pia ni wazazi. Kwa hiyo watasimama kwa niaba ya wazazi walioko kule Moshi. Na haya, aliyobakia baki hayupo na mama yake. Baba yake hayupo, mama yake hayupo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Baba yake ndio mimi hapa na mama yake ndio yule pale. Usimame basi. Nikaribishe, nipende kutambulisha tena na madada wengi. Madada wetu ataongoza na dada yetu Eli. Kwa pamoja naomba mashangazi au mashangazi? Mashangazi wa hawa wote wataongoza na dada yetu Eli, na mashangazi wengine wote mlipo naomba msimame. Haya, makaka wakiongozwa na kaka mkubwa pale mrefu kushinda wote hapa. Na wengine kina nani? Steven. Hapo wengine wapole wote. Hapo wengine kina Join kutuwaone. Yule kule kidogo anaona anaibu sana. Nani kaka pia. Haya. Kwa nikaribishe sasa mama dogo, mama mkubwa hapa. Wa mtoto wote kama ni mama mkubwa, mama mdogo. Uliopo hapa? Majirani. Hamna. Wadogo zao hao wote. Simama. Sipo mmoja. Marafiki wa familia. Nikianza na familia hii hapa nyumbani. Najua majirani nani kwa pamoja. Hatuna marafiki. Amina. Nilikuwa ni ajabu huko. Sio marafiki. Majirani na marafiki ndio nimesema hivi. Na majirani na marafiki. Majirani na marafiki, si ndio? Nimesema majirani na marafiki, si ndio hivyo? Haya, majirani wa kutoka huko mbali. Mimi na majirani zangu pale, kama na rafiki zangu pale. Ni mwanangu, jamaa mwana mkubwa lakini mwanangu. Anaitwa bwana Chao. Rafiki yangu. Kaka, kwa sababu shamtambulisha inatosha. Jamani, nafikiri tutambulishe pia mzee wetu wa kanisa ambaye ndo anatuchunga eneo hili kiroho. Karibu tusalimie naye. Amen. Pia tuna mtumishi hapo jamani, baba mtoto hapa ni mtumishi. Anaitwa Mwinjilisti Beza Kimani. Kwa niaba sasa. Ni mwinjilisti kabisa. Kuna mtu anayemsalimu. Tuna jirani sisi kutoka. Amen. Kwa niaba ya wote hawa sijajua ni white Hao majirani. Walisimama? Basi. Nafikiri nimemaliza. Unaomba nimemsahau katika leo uzuri hapa. Hamna? Basi niendelee nirudishe kwa mratibu wetu apate kuendelea. Karibuni sana. Amina Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mbona Razaki amejificha kule, anachekelea mbali. Kumbe ndo alikuwa amejificha pale. Sasa ili kamuda kawe vizuri, naombe sasa wale walioandaliwa sasa kwa ajili ya keki, sio? Keki au champagne? Au champagne. Ni keki au champagne? Kipi kinatangulia? Champagne. Nani aliandaliwa? Eric. Weka kabisa mziki. Nilifikiri Steven anakusindikiza. Steven, unamtia moyo kidogo, Steve. Sindikize. Katika
Sasa kwa kuwa zunguka pale, sasa tuwaombe wale ambao kama mtabaguana, wale wajua hawa wanajeshi, mtaenda kushare wenyewe pale kama ni wanajeshi, maana kucheka hawataki. Basi wale kule wao basi wapige cheers wanywe, au kama mtachagua haya kila mtu na dada hivi, mtaona hekima yenu. Haya, karibuni sasa mpige cheers alafu muendelee na vinywaji. Na huku sisi bila shaka tumeshapiga cheers. Jirani yako mchague yeyote, tupige cheers alafu uendelee kunywa kinywaji kingine. Alafu kama kuna ambaye hajatufika, piga cheers. Jamani, wakati mwingine miaka 10 hatujaonana. Kwa hiyo wakati mwingine tumshukuru Mungu kabisa. Vingine naamini wataendelea kutoa na kuendelea hapo. Si ndio kinachofuata ni keki, sivyo? Keki utaratibu umewekaje? Basi kwa pamoja kama mtanyanyua kisu hicho alafu sasa niombe yule aliangalia wakati wenyewe nimeambiwa hapa ninyi ni wapambanaji. Haya, tuone sasa upambanaji wenu hapo ulipo. Wakati na mkadirie size ambazo ni nzuri sasa zinazoingia midomoni. Sahani hiyo hapo, mwingine alifikiri ameshika sahani ya kipokeo. So sasa kabisa ili niweze kupokea baadaye. Sahani hiyo kubwa sana. Sasa mtakatifu hapo. Tumesema wakimaliza hawa tutawaomba sasa kuamrisha yule ambaye ni mzazi wetu, mlezi wetu, kila kitu. Basi sasa hivi hata wao wanapotuona tuko hapa, wajue kuna mahali ambapo tulipo ansia ni hapo. Na ujiandae kwa maana hata makubwa kidogo. Sasa niwaombe sasa wao
kuchukua keki na keki tutalishana nini kwanza, ili baadaye sisi tuseme mwezi mkubwa sana. Naona ukubwa hivi mwanze nyinyi wenyewe. Asante sana. Sawa. Tukamilishe katako baraka pale na yeye atajaribu sasa baraka unachukua umisha Mungu wako. Asante sana. Asante sana. Sasa hivi pia tuweze kuondoka, tutachukua hapa. Watakuja wazazi hapa. Sasa utamlisha niombe sana. Karibu. Karibu shangazi, tupigie mengi mengi atakapofika hapa. Huyu atalishwa na Emi na Janet. Hapo atafuatia kaka yetu. Atalishwa na Jian na Baraka. Sasa hapo ni shangazi, tutaanza hapo jamani, na mengi mengi kwa ajili yake. Sogea tupata juu kidogo, tusikie kidogo. Asante sana. Pamoja. Sasa atakuja, mimi nitachukua keki na sogea hapa muweze kumlisha kaka yetu. Mumlishe kaka yetu pale ambaye ni kaka yetu, mshauri wetu, lakini ndiye ambaye tunaweza unajua hata tukikwama tunaweza kumwambia kaka tuna njaa. Huyo ndio baba yetu mjue. Mengi mengi kwa ajili yake. Asante sana. Ameniambia tumemsahau, sio kusahau Devi. Kwa ajili ya makaka wote. Yeye atawakilisha makaka wote. Devi karibu. Karibu Devi. Sasa hapa madada na wasikilizaji, asante sana. Kwa niaba sasa jirani wa hapa, majirani wa hapa mmoja tu atuwakilishe. Mmoja, karibu jirani wa hapa Chanika. Mmoja atuwakilishe, asante sana ni mzee kwa ajili yake. Wamlishe kwa pamoja hapo. Asante sana. Asante sana. Bila shaka tutakuwa tumemaliza, si ndivyo? Naam. Umesema mzee wa kanisa, tumelishwa kiroho hapa, tusisahau jamani. Karibu sana. Karibu sana. Karibu hapo ni Baraka na Baraka sasa wamesema tumalizie mtu mmoja. Asante sana. Jamani kuna mtu ambaye tumemsahau? Pesa. Naam. Dada Eli. Asante. Tumeambiwa dada yetu mkubwa, dada Eli. Dada Eli jamani, dada Eli. Mengi kwa ajili yake. Dada Eli akiongana na jirani wa Mkokozi karibu na jirani wa Ulongoni karibu. Tutakuwa tumemaliza hapo. Sisi watu wa Mungu. Asante sana. Tutakuwa tumemaliza hapo. Asante sana. Mengi asante jirani wa Mkokozi. Sasa kwa kuwa kwa upendeleo kabisa katika mji huu tuliopo, niombe mmoja aje apewe keki hapa. Katika eneo hili tulivyo, ya wanajeshi ndio wampe keki hapa sasa. Sio hao wanajeshi haya.
Hampei keki. Sasa siku mbili tunataka yule baba yuko wapi? Baba yuko wapi amalizie keki ya mwisho? Karibu baba amalizie keki, wampe amalizie keki. Karibu amalizie keki hapa. Asante mengi kwa yao, Mungu awabariki sana. Na keki yenyewe uzuri mmoja imekatikia hapo. Nyingine tutaipata kule, si ndio? Kwenye chakula. Mungu awabariki sana. Sasa zoezi linalofuata zoezi la muda sio rafiki. Tungeiba, tungefurahi, tungeshangilia, tungemchezea Mungu wetu, lakini muda sio rafiki. Basi muweze kukaa hapo tuweze naomba. Na kuna mmoja bado. Asante sana. Kasema ukikuta sheria ya Bwana imevunjwa, unajua kabisa hii imevunjwa tu, lakini mimi ninachojua Mungu anatenda kazi hivi, anatuhudumia hivi. Kwa hiyo waombe, swala la ibada ni kunuia, kusudia moyoni mwako, kusudia moyoni mwako. Lakini pia mambo mengine yanahitaji subira. Kama uliambiwa kuna jambo linahitaji subira, unasoma baadaye kuna mambo yatafuata. Si ndio watu wa Mungu? Ukipata kazi baadaye, ukija kusema nimepata mchumba, kuna mtu atakataa jamani? Hakuna mtu atakayekataa. Ila ukijifanya kwamba unajua kuwapendeza vijana na nini, una huruma sana, itakula kwako. Itakula kwako. Sisi tupo tu. Kwa hiyo mimi niwaombe tu muende huko, na wengine wanaweza kusema ni hao kina dada. Sisi huku bwana, vitu vingine hivyo tusiige mambo. Uliza. Wazazi wetu ni marafiki, si ndio? Wanafikika au wafikiki wazazi? Muulize jambo hili likoje, hata kueleza. Sulemani alisema ya kwamba yeye ameishi maisha hakuna. Lakini kama ukijitunza, yani tunataka katika hiyo miaka yako mpaka unafika 27 utoke huko mtu, alafu baadaye uje kuambia jamani kuna jambo hili na hili na hili, utakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awatunze. Lakini pia huko shuleni muweze wanajua. Hapo wanajua, hata wanajua mtu jeuri machozi yake anapoenda kulilia, wanajua. Ila sasa hawezi kukuambia kuna kona utakuja kulia, wanakuambia hili baya hili baya. Ili usije ukaenda kutafuta kona baadaye, alafu kama ni majuto. Siku hizi na dunia inaendelea kwa jinsi inavyoenda. Wakati mwingine mzazi hasikilizi, kaka hasikilizi, dada hasikilizi. Ukiona hivyo ujue unapotea. Na hatari iko mbele yake. Lakini sisi tunawaombea jamani. Tunatamani sisi tumshangilie. Potelea mbali hata kama ni hela ya send off tutaenda kukopa japo kwa haikopi. Amina. Maana tutakuwa na furaha sana. Tutafanya hivyo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo mkiona mtu msisite mkasema wazazi wala hawana, ila kumbe akifuata utaratibu kila kitu iko vizuri. Lakini bidii. Sisi wenzako sasa hivi wazazi tukiulizwa kurudi darasani tunatamani, sio? Na watu hapa wanatamani kurudi darasani. Kurudi wapi? Darasani, lakini hawawezi. Kurudi wapi? Darasani. Na bahati nzuri ya Mungu, sasa hivi kila kitu mnapata, si ndio? Wenzenu, mimi huwa naacha nishuhudie hivi nikwambie na niwaambie hapa. Ili nishuhudie tu ya wazi. Niwaambie kaptula ya mwisho ya kumaliza darasa la 7. Mimi nilipewa na kaka yangu ambaye sasa hivi yuko Moshi. Nyie sasa hivi ukitaka hivi kila kitu unapata. Fanyeni bidii. Amina. 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 Ni nyakati zile, yani unakaa unasubiria saa ngapi amalize nikaichukue masomo ya baridi yaendelee. Wanaofahamu wamtafute kaka yangu Ronaldi atawaambia tu. Ndio kaptula yake ya mwisho nimemaliza nayo. Nawaambia ukweli. Yeye anaweza akawa ameshasahau ila anakumbuka. Japokuwa na sisi bwana kwenda kutoa shukrani tunachelewa. Tusikose sana. Mungu atuguse sana. Bwana lazima kweli ukamwambie mtu jambo ulilofanya lilikuwa na maana. Mungu awabariki sana. Kwa ni hiyo tu, hii dunia ni mbaya. Moja kwa moja dunia ni mbaya. Hakuna kitu alichosema Mungu ni kibaya, halafu wewe ukaacha, yani ukiacha halafu upate na mabaya. Anasema wana amani wale waishikao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Wana amani. Nataka amani, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa anavyosema katika Ayubu pale, ili uwe na amani. Unataka mafanikio, mjue Mungu. Unataka ushindi, mjue Mungu. Lakini pia ili uweze kupambana na hila zilizoko huko duniani katika kazi. Mnapotafuta kazi, mnapoendelea na masomo, maombi, vita ni kubwa kuliko mnavyofikiri. Ni kubwa sana. Lakini tunaweza mambo yote katika yeye atutiae nguvu. Barikiwe sana. Hapa jamani, sasa sijajua mfumo tumewekaje pamoja. Tunaanza na madada.
madada ndio watapata zawadi. Hao wanajeshi kama wanajeshi hao wale wako vitani hao. Lakini na ndio tutaangaliwa baadaye. Kwa hiyo sasa naomba nitaanza mimi na mke wangu kwa sababu mimi ndio mtoto mkubwa pale, si ndio? Karibu. Sasa ya kwetu sisi, ya kwetu haichagui. Hii ya kwetu tunawapa wote. Ndio hivyo. Karibu mama. DJ ifanye. Bwana Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaomba kwa pamoja Sisi tunatoa saa picha nzuri. Ni upendo wa baba, amani. Msiwaangushe wa baba. Amina. Asante, ameongea kwa uzuri, amesema wao wamepata hiyo kwa sababu wao wanaendelea mbele, sio? Mpambane mfikie hapo. Na muone wewe unafikia. Haya, baada ya hapo jamani sasa Wote tu kwa pamoja. jamani na kwa watu na jamani mkono ndio
Mlango una nimenadi, Mungu tutajaliwa sisi.
zikamilisha